Mabao yaliyofungwa na Selemani Mwalimu katika dakika ya 12, Neo Maema dakika ya 67 na Yusuf Kagoma dakika ya 88 yaliwezesha wekundu wa Msimbazi Simba kupata ushindi mnono wa mabao 3-0 dhidi ya timu ngumu ya TRA United inayofundishwa na kocha Etienne Ndairagije, na matokeo yake Simba sasa ushindi huu wa mabao 3-0 umewafanya wapande kutoka katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, sasa wako katika nafasi ya pili nyuma ya vinara watani zao jadi Yanga ambao wana pointi 38. Hata hivyo Yanga wamecheza mechi 16, Simba mchezo wa leo hii ni wa 14. Kwa hiyo Simba wana viporo viwili kulinganisha na idadi ya michezo ya wanaongoza ligi ambao ni Yanga. Simba pia wameongeza idadi ya mabao ambapo sasa mabao yao waliofunga yamefikia mabao 24 huku wao wameruhusu mabao 6. Mabao haya yanaifanya pia Simba iwe ndio timu ya pili kwa kufunga mabao mengi, maana Yanga wana mabao 32, wao mabao matatu ya leo hii imeifanya wafikishe mabao 24. Labda mwingine atajiuliza kulikoni leo hii TRA United, timu ambayo hivi karibuni ilisifika kwa kuonyesha kiwango kizuri katika mechi 3 zilizopita, ikishinda 2-0 dhidi ya Namungo, kabla hapo ikishinda 4-1 dhidi ya Fountain Gate, halafu mechi iliyopita waliocheza tarehe 18 kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha dhidi ya watani wa jadi wa Simba Yanga ambao wako kileleni mwa msimamo. TRA United walipata suluhu dhidi ya Yanga katika mechi ambayo walionyesha kiwango kizuri sana. Dakika 90 za mchezo ni wao ndio waliokuwa na hatari zaidi kuelekea lango la Yanga kuliko Yanga kwenye lango lao, kwa sababu walipiga mashuti 5, mawili yakilenga shabaha. Yanga walipiga mashuti 7, hakuna shuti lolote la kulenga shabaha katika dakika 90. Lakini walikuwa wamezuia zaidi, wakimiliki mpira kwa 27%, Yanga 73%. Leo hii dhidi ya Simba mambo yalikuwa tofauti. TRA United walikuwa kama sio wao, walizidiwa kwa kiasi kikubwa kimbinu na matokeo yake kupoteza kwa mabao hayo 3-0. Sababu hasa ni nini? Mwingine anaweza kajiuliza. Ni kwamba kwanza mbinu za kocha Steve Becker wa wekundu wa Msimbazi Simba. Steve Becker aliingia na mbinu ambazo ziliivuruga TRA United kwa kiasi kikubwa. Pili ni juu ya ubora wa wachezaji mmoja mmoja, ambalo hili lilielezwa pia na kocha wa TRA United Etienne Ndairagije. Ni kwa sababu gani? Ni kwamba Simba katika mchezo wa leo hii kwenye kuanza, kocha Steve Becker alianza baada ya golikipa, alikuwa na walinzi 4, kiungo mmoja, viungo 4 na mshambuliaji mmoja. Huyu kiungo mmoja wa ukabaji alikuwa ni Yusuf Kagoma, lakini waliobaki wote walikuwa na asili ya kushambulia. Leo hii akianza na mshambuliaji wake kinara Selemani Mwalimu baada ya kumkosa katika mechi 3 akitumikia adhabu. Lakini TRA wao waliingia na mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2, lakini kwenye kucheza muda mwingi wote walikuwa nyuma kujaribu kuzuia. Lakini katika kipindi cha kwanza, kwa nini ni mbinu? Ni kwamba kocha Steve Becker akianza na kiungo mmoja ukabaji, manake eneo la kati TRA United walikuwa na viungo wengi na hivyo kujiona wanaweza kumiliki mpira. Lakini nini kilichotokea? Mpaka mapumziko umiliki wa mpira Simba walimiliki kwa 52%, TRA United 48%, na hivyo wakawa wameingia kwenye mfumo wa Simba kwa sababu umiliki wao haukuwa kuleta madhara yoyote kwenye lango la Simba katika dakika 45 zote za kipindi cha kwanza, kwa sababu mashuti Simba walipiga mawili, yote yalilenga shabaha, wakati TRA United wakiwa na viungo wengi ambao waliwafanya na wao wamiliki mpira, walifanya Simba isifike sana kwenye lango lao. Lakini Simba kwa umakini mkubwa, wakijua wanachokifanya, mara mbili hizo walizopiga ni pamoja na mkwaju wa penalty uliowekwa wavuni na Selemani Mwalimu baada ya kufanyiwa madhambi kwa beki wao kushoto Nixon Kibabage. Wao hawakupiga shuti lolote katika kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili, baada ya majumuisho ya mechi nzima, umiliki wa mpira ukabadilika. Simba wakawa sasa wanamiliki mpira baada ya mechi kukamilika 57% dhidi ya 43% za Tabora United, na hii ni kutokana na ukweli kwamba baada ya Simba kufunga bao la pili dakika 67 iliyowekwa wavuni na Neo Maema, kocha Steve Becker dakika 2 baadaye, kwa maana dakika 69, akafanya mabadiliko ya wachezaji 3 ambao ndio wana akisi juu ya mbinu za kocha Steve Becker katika kuiteka mechi, katika kuwafanya TRA United wasiwe na madhara kwao. Ni kwamba aliwatoa Selemani Mwalimu, alikuwa mshambuliaji kinara, badala yake akawa hana mshambuliaji wa kiasili, akawa na force 9. Lakini aliwatoa Libasege, alikuwa kisumbua sana kutokea upande wa kulia, alimtoa vile vile, alimtoa Neo Maema.
Katika dakika 69 alimtoa Neo Maema aliyetoka kufunga bao la pili dakika 67 kwa mkwaju wa free kick, lakini alimtoa Libasege, alimtoa Selemani Mwalimu, badala yake aliyoingiza Elie Mpanzu Kibisawala, Morris Abraham pamoja na Alassane Maodo Kante, na hivyo kufanya sasa mfumo wake kucheza badilike kutoka kwa 1-4-1-4-1 akawa sasa na moja golikipa, alafu walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Katika viungo watatu ndani yake kulikuwa na viungo wawili wa ukabaji ambao ni Yusuf Kagoma na Alassane Maodo Kante, jambo ambalo lilichangia kwa kiasi kikubwa sasa umiliki wa mpira wa TRA katika eneo la kati kuhama na hatimaye Simba wakamiliki mpira zaidi. Lakini ile miguu mipya ya kina Elie Mpanzu Kibisawala, Morris Abraham iliwafanya TRA United wajikute kwenye wakati mgumu zaidi, kwa sababu Elie Mpanzu akawa akimpa nyakati ngumu beki wa kulia John Lazarus, lakini wakati huo mikimbio ya kina Morris Abraham ikiwapa wakati mgumu TRA United kwenye upande wa kushoto ambako kulikuwa na Joseph Akandwanaho. Simba wakawa sasa wamefika mara nyingi zaidi, na matokeo yake umiliki huu wa mpira zaidi katika kipindi cha pili ukaambatana na kuongezeka kwa mashuti ambayo mengi yalipigwa kwa usahihi, kwa sababu Simba mwisho wa mechi walipiga mashuti 6, 5 yakilenga shabaha, sawa sawa na shooting accuracy, umakini wa kupiga mashuti kwa kulenga shabaha wa 83%, wakati TRA United walipiga shuti moja tu, hakuna shuti lilolenga shabaha katika dakika 90 za mchezo. Mwisho wa siku Simba wakapata ushindi huu wa mabao 3-0 waliostahili kutokana na namna walivyocheza na hasa kwa namna ambavyo kocha Steve Barker alivyokuwa akibadilika katika mabadiliko ya wachezaji wake na kubadili mfumo. Maana dakika 88 Yusuf Kagoma baada tu ya kufunga bao la 3 la Simba akamtoa, badala yake akamuingiza Semfuko, lakini mwisho wa siku Simba wakawa bado wakiwa tishio zaidi, kwa sababu ingawa umiliki wa mpira ulikuwa 57% dhidi ya 43, TRA United walilazimishwa umiliki wao usiwe na madhara kuelekea lango la Simba. TRA United leo hii walipanga nyota wao kadhaa, akiwamo Dennis Nkane aliyekosekana katika mechi dhidi ya Yanga kwa sababu za kimkataba wa mchezaji huyu aliyetoka Yanga kujiunga na TRA. Walikuwa na nyota wao Ramadhani Salum Chobwedo aliyekuwa mchezaji bora wa mchezo katika mechi iliyopita waliocheza dhidi ya Yanga, lakini leo hii alidhibitiwa vilivyo. Alifanya purukushani kadhaa, lakini hazikuwa zenye kuleta madhara langoni mwa Simba kutokana na namna ambavyo defensive organization, namna walivyokuwa wakijilinda Simba kufanya kusiwe na madhara makubwa. Chobwedo alikuja kutolewa dakika ya 82 ya mchezo, akaingia Enoch Mkanga Jia, lakini walikuwa na nyota wao pia akiwemo Ami Mapaka, alikuwa mshambuliaji kinara katika mchezo wa leo hii, hakufurukuta. Walikuwa na viungo Omari Yusuf, alikuwepo Jamal Dulas, kwenye mabeki wao walikuwepo akina Christopher Tibandeke, alikuwepo nahodha Nasri Kombo ambaye ndiye aliyecheza faulo kwa Nixon Kibabage na kuifanya Simba ipate bao la utangulizi dakika ya 12 kupitia kwa Selemani Mwalimu. Walikuwepo vile vile akina Chanda Chewe. Paka mwisho wa mchezo Simba wakapata ushindi wa mabao 3-0, sababu mbali na sababu nyingine zote, mbinu ya kocha Steve Barker katika kuendea mchezo, lakini ubora, kwa sababu Simba wakati wanaanza Morris Abraham alikuwa nje, wakati wanaanza Mpanzu alikuwa nje, wakati wanaanza Alassane Maodo Kante alikuwa nje, Semfuko alikuwa nje. Walipokuja kuingia wakazidi kuifanya Simba ijihakikishie ushindi kwa kuziba mianya kabisa ya TRA United kulifikia lango lao. Mbali na sifa hizi mbili zilizowabeba Simba, mbinu za kocha Steve Barker, lakini pia ubora wa wachezaji mmoja mmoja, lipi lingine liliwagharimu TRA United leo hii kiasi ya kwamba wakazidiwa katika maeneo mengi uwanjani? Ni pamoja na wao kuingia katika mtego wa Simba kutaka na wao wamiliki mpira hasa katika kipindi cha kwanza, jambo ambalo liliwafanya waingie kwenye mfumo wa Simba na kujikuta wakiwa hawana tishio lolote, wanamiliki mpira katika maeneo ambayo hayana hatari yoyote. Walikuwa na nyota wao, Dennis Nkane alikuwepo, Ami Mapaka alikuwepo, Chanda Chewe alikuwepo, Joseph Akandwanaho alikuwepo, Ramadhani Salum Chobwedo alikuwepo, John Lazarus alikuwepo, kipa Amonome alikuwepo, na hodha wao beki wa kati Nasri Kombo alikuwepo leo hii akiwa na Christopher Tebandeke, wakimkosa Shamu Karabu, lakini wakimkosa mchezaji Muzamiru Yasini anayetumikia adhabu baada ya kupewa kadi nyekundu katika mechi dhidi ya Yanga, lakini Shamu Karabu wakimkosa kwa sababu ya makubaliano yao ya kimkataba na Simba. Pia wakimkosa Valente Nouma. Kwa kiasi fulani kuwakosa hao
kulichangia pia kupunguza ubora kama alivyosema kocha Etienne Ndairagije. Lakini pili kubwa ni mbinu ambazo wao walijikuta wanaingia kwenye mfumo wa Simba kwa kujiona kwamba wanaweza kumiliki zaidi mpira badala ya kushikilia ule mpango kazi wao wakicheza na timu kubwa hizi kama walivyofanya dhidi ya Yanga kwa kuzuia zaidi washambulie kwa kushtukiza. Mechi dhidi ya Yanga walimiliki mpira kwa 27%, Yanga 73%. Leo hii wakataka kupishana na Simba, kipindi cha kwanza kimiliki mpira 48%, kipindi cha pili 43%. Matokeo yake walimiliki pasi na madhara yoyote kuelekea langoni kwa Simba. Matokeo yake TR United baada ya kupoteza mchezo wa leo hii wamebaki na pointi walizokuwa nazo tangu mwanzo ambazo ni pointi 20, lakini wakati huo wakiongeza idadi ya mabao ya kufungwa kwa sababu kabla mchezo wa leo walikuwa ni miongoni mwa timu 7 ambazo zina goal difference chanya, yani tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, kwa sababu walikuwa wamefunga mabao 17, wameruhusu mabao 15. Kipigo cha mabao 3-0 sasa wamefunga mabao 17, wameruhusu mabao 18, wanajikuta wana hasi moja kama goal difference. Simba imewanufaisha zaidi na kikubwa zaidi kiasi ya kwamba mashabiki wao walionekana kufurahi sana leo hii, sio tu ushindi wa 3-0 bali pia namna walivyocheza. Walikuwa wakicheza kwa swaga, walikuwa wanafanya wale wa mashabiki wao wenye unazi wa kusema soka asali na maziwa, basi leo hii waliliona kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Kabla mchezo wa leo ilikuwa na mwenendo mzuri kwa ushindi wa 2-0 dhidi ya Namungo, lakini kabla ya hapo wakiifunga Fountain Gate 4-1, halafu mechi ya mwisho kabla ya kucheza leo na Simba ilikuwa ni tarehe 18 mwezi huu, siku 4 tu zilizopita, walipocheza dhidi ya Yanga na kumaliza kwa suluhu, huku Chobwedo akiwa mchezaji bora wa mchezo wao wakipiga mashuti mawili ya kulenga shabaha, Yanga dakika 90 wakiwa hawana shuti lolote la kulenga shabaha, jambo ambalo leo hii waligeuziwa kibao na Simba kwa sababu dakika 90 hawakupiga shuti lolote la maana la kulenga shabaha, dakika 90 wakipiga shuti moja tu, huku Simba ikitawala zaidi na kupata ushindi ule ustahili wa mabao 3-0. Je, kiwango hiki cha Simba chini ya kocha Steve Barker walichokionyesha leo hii dhidi ya TR United ni kwa kiasi gani watakidumisha katika mechi zilizobaki ambazo kwao wana mechi 16 mkononi kabla ya kufikia mwishoni mwa ligi? Maana nakumbukwa Simba wanafukuzia walau taji la kwanza la ligi kuu Tanzania bara baada ya kupita kwa misimu 4 wakiwa hawajalitwaa, likiangukia mikononi mwa watani zao wa jadi Yanga. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.